mazungumzo ninapofanya nawe katika nyakati mbalimbali. Na kwanza nataka kwa kipekee niwapongeze pia kwa kukamilisha jengo la utumishi wa mahakama. Nimezungumza kwa urefu kuhusu jengo hili, lakini wapongeze kwa kukamilisha jengo la utumishi wa mahakama, lakini na zile nyumba za majaji. Kama nilivyosema, ni ukweli kuna changamoto za kijamii kwa jaji kuishi kwenye nyumba ya kupanga. Majaji wako huko, wako kwenye nyumba ya kupanga. Sasa ikitokea landlord ana kesi, sijui jaji unakuwa kwenye hali gani, na jaji wa kusikiliza hiyo kesi ni wewe, sijui unakuwa kwenye hali gani. Sasa hiyo taswira inatusukuma tuweke mkazo kwenye ujenzi wa nyumba za majaji. Lakini la pili, kile kiwanja cha Chimala ambacho umesema ni kidogo, nadhani tukitumie tu kwa kujenga nyumba za majaji. Tukitumie kwa kujenga nyumba za majaji. Nadhani majaji wa Dar es Salaam si wote ambao tayari wameshapata nyumba. Sasa kwa sababu kiwanja kipo, basi tuangalie inavyowezekana na pale kujenga zile blocks ili majaji waweze kukaa pale. Nadhani katika bajeti ya mwaka ujao 2026, naomba sana kwa mwaka huu tuachieni tumalize yaliyo kwenye pipeline, lakini kule mbele hebu tuanze kutafuta wachoraji kama mchoro ni ule ule, lakini tujiandae na budget ya kujenga hizo nyumba pale Chimala. Lakini jengine niombi kwa TAMISEMI, ujenzi wa mahakama za mwanzo, na lenyewe hili kaeni na TAMISEMI, mtendaji mkuu waone TAMISEMI, kaeni na Wizara ya Fedha muone tutakavyoweza kujipanga kule mbele kwa TAMISEMI kuweza kujenga hizo mahakama za mwanzo. Mheshimiwa Jaji Mkuu, nimefahamishwa pia kwamba hadi sasa mnalipia takriban shilingi milioni 147 kwa mwezi kwa TTCL kwa huduma za mtandao. Na nilipokuwa kule ndani walikuwa wananionyesha, kwa sababu leo tulioko hapa wote tumepewa free wifi. Kwa hiyo wakawa wananionyesha matumizi yalivyopanda kwa leo wakati huu. Anasema huko nje kila mtu simu mkononi, angalia yanavyopanda. Nikaa naona real time data ya matumizi ya wifi kule ndani. Kwa hiyo kwa leo tumewatia hasara kidogo. Na katika maelezo yenu kule ndani mlisema kwamba matumizi haya ya wifi bado ni makubwa. Mnahitaji wanaita nini? Bandwidth zaidi, mtandao zaidi, ili muweze kuendesha shughuli za majengo haya, tume ya utumishi na maeneo mengine. Na mnakisia kwamba matumizi yenu yanaweza kufika shilingi milioni 400 kwa mwezi. Hili tayari limewapa hofu, lakini niwaombe kaeni na TTCL na sekta nyingine zinazohusika muone mtakavyoweza kulifanyia kazi. Wasia wangu kwa watendaji wa mahakama, ni mategemeo yetu serikali kuwa haki huendana na wajibu. Kama serikali tumefanya wajibu wetu wa kuwawekea mazingira wezeshi yote ya kufanyia kazi, lakini na ya mifukoni. Hivyo basi ni imani yetu kuwa mtatutendea haki pia kwa kusimamia kikamilifu dira ya mahakama inayosema haki sawa kwa wote na kwa wakati. Bajeti, ajira za watumishi na miundombinu iliyowekezwa na serikali iwe ni chachu kwenu ya kuimarisha zaidi utoaji haki kwa wakati kwa wote, bila kujali hali ya mtu, huba wala upendeleo, kama kwenye kiapo chenu ninachokipenda sana. Nasema nitatoa haki kwa wote bila kujali huba, upendeleo, nini wala chuki. Kile kiapo nakipenda sana. Kwa hiyo naomba mkakitekeleze kile kiapo mnacho hapa. Ni imani yangu vile vile pia kwamba mitazamo na utendaji kazi wa watumishi wa mahakama na wadau wote watakaotumia majengo haya tunayoyajenga vitaendana na maboresho na uwekezaji mkubwa uliofanywa kwa kutumia fedha za wananchi wanaolipa kodi. Wananchi hawategemei kwamba haki
haki tu itendeke, bali pia haki ionekane kuwa imetendeka. Na hapa napata faraja, sababu katika tathmini tunayofanyiwa na kimataifa, imani ya watu kwa mahakama imekuwa inapanda kila mwaka tunavyofanyiwa tathmini. Nadhani mpaka mwaka jana tulikuwa 88 mpaka mwaka jana. Kwa hiyo imani yangu na maboresho haya tutakwenda kupandisha imani ya watu juu ya mahakama zao. Nikihitimisha, Mheshimiwa Jaji Mkuu, kwa mara nyingine tena nichukue fursa hii adhimu kukushukuru wewe, uongozi wa mahakama na watumishi wote kwa kazi nzuri ambayo mnaendelea kuifanya. Mheshimiwa Jaji Mkuu, natambua kwamba umebakisha miezi michache kustaafu, na mimi sina tena dhamira ya kugombana na majaji wale, na dhamira ya kukuacha ukapumzike. Kwa hiyo waheshimiwa majaji, jipangeni tu, jaji anakwenda kupumzika. Katibu Mkuu Kiongozi, nimekuona huko hapa, umenipangia kutoa nishani kwenye sherehe za Muungano. Naomba niongezee nishani moja ya Jaji Mkuu wa Tanzania. Baada ya hayo, niruhusuni kugusia maneno machache ambayo naomba myatupie jicho kwa maboresho zaidi. La kwanza, mahakama za mwanzo. Msifungwe sana na masharti ya kiufundi kule mahakama za mwanzo, lakini kama ibara yetu ya 107A na ibara ndogo ya pili ya katiba inavyosema, kwa katika kutoa maamuzi yake, miongoni mwa kanuni ambazo mahakama zitazingatia ni kutenda haki bila kufungwa kupita kiasi na masharti ya kiufundi yanayoweza kukwamisha haki kutendeka.